lakini sasa haya madarasa, mkurugenzi na mkuu wa wilaya kwa mpo hapa, ni vizuri tukaingia kwenye zile smart classes ambazo niliagiza katika wala, kwa maana kwamba wanapomwaga hizi jamvi wahakikishe kwamba wanatengeneza zile njia za vitu kama maprojector, kwa sababu kuna zile tunaita podium za kisasa zile ambazo zinatumika kwenye smart classes. Mwalimu anakuja na flash tu, anaingiza flash yake, then darasa zima inakuwa hamna chaki tena. Kwa hiyo mnaweza pia mkaadapt hiyo mfumo kwamba shule hii hamna chaki, kwa sababu ya ubora jinsi ulivyo. Kwa sababu ile podium moja ile kwa sasa hivi ile series 12 kwa sasa hivi inauzwa kama milioni 7. Sasa milioni 7 kwa majengo haya, maana yake ukisema ukiwa na milioni 100 kwa ajili ya mambo hayo, almost you cover each and everything. Na hiyo ni kwa sababu unakuwa na hiyo, lakini unakuwa na computer labs ambazo kwa kweli ni nzuri kwa ajili ya masuala ya IT. Na leo dunia leo iko kwenye artificial intelligence ambayo ndio IT pase. Hata masuala ya fedha haya leo, baada ya miaka pengine 10 ijayo, very likely not tusione. Inawezekana tukaingia kwenye cashless, kwa maana hizi note hizi kapotea. Kama zamani hatukuwa na M-Pesa wala Tigo Pesa wala Voda Pesa, lakini leo unafanya transaction online. Zamani tumepanga sana foreign bank, lakini sasa hivi kuna benki nje ya mfumo wa benki kuu. Nje huko tunapata benki. Kwa hiyo teknolojia hizi zinakuwa, na shule yetu hii lazima, kwa kuwa ni shule nzuri zaidi, lazima tuende pia hata kwenye mitaala ya kujiongeza. Lazima tuone wanafunzi wanaweza pia kuwa na extra curriculum gani itakayowasaidia watakapomaliza wawe na skills za kuweza kujua kipi kinaweza kufanyika kwa namna gani. Hizi ni shule zamani zilikuwepo shule za namna hii, lakini hapo katikati zikaja tena zikapotea. Sisi wakati tunasoma nakumbuka kulikuwa na shule za kilimo, lakini mle ndani kuna matrekta, kuna mapawatila, kuna ng'ombe. Adhabu ni kwenda kulima. Kuna vitu vya namna hiyo, kuchunga ng'ombe, ng'ombe wale wa shule. Kwa hiyo ni shule ambayo lazima iwe nzuri katika modo ambayo inaweza kuwasaidia. Tukisoma hapa anakuwa almost sawa na mtu mwenye certificate hii ya kitaaluma ya maeneo mengineyo. Kwa hiyo jambo la kwanza, madarasa yote yaje yawe ni smart classes. Lakini maana yake ni kwamba lazima kuwafundisha zaidi watoto kulingana na ulimwengu wa sasa. Na jambo la tatu, kwa utawala mkoa, simamia uratibu wa pesa zile ambazo wakurugenzi waliambiwa zije ili mkandarasi asisimame kwenye hii first phase. Bilioni 9 sio pesa nyingi sana. Ni pesa nyingi sana, lakini sio pesa nyingi sana tukisimamia, kwa sababu hapo kutakuwa na watoto karibu 2000. Na leo population tulionayo leo Dar es Salaam, tuna watu si chini ya milioni 5,385,000 almost. Kwa hiyo ukiangalia ni how the only counted, kwa maana tunaamini kwamba ni sensa waliohesabiwa. Sasa birth rate na inakuwa ni kubwa sana. Kwa lazima tuangalie, tufanye projection ya chini ya miaka 50 baadaye, kwamba je, shule zetu hizi zitakuwaje. Kwa hii structures tunazojenga leo tunajenga kwa ajili ya uhai wa si chini ya miaka 30 mpaka 50 ijayo, kwamba shule hatuwezi kuibomoa. Kwa hiyo ukiangalia shule za msingi tunazosoma leo ni zile ambazo ama zilijengwa miaka 60, then baada ya hapo kulingana na mpango wa elimu ya shule za msingi, kulingana pia na utawala wa Mheshimiwa Rais Samia, wamefanya kuzijenga upya, lakini katika maeneo yale na katika ukubwa viwanja vile ambavyo viliwazwa na wazee wetu wa miaka ya 60. So we need of course again to have our own thinking katika masuala haya ya shule. Taasisi ya VETA, moja ya taasisi ambazo zimepewa heshima kubwa ni taasisi ya VETA, kiasi kwamba hata leo chuo chochote kikija leo, sidhani kama kinaweza ikawa reputable to the extent ya kuizidi VETA. Anayeweza kufifisha thamani, muonekano na kila kitu kuhusu VETA ni ninyi watumishi wa VETA. Kwa ninyi ndio mnaweza kufifisha kabisa, ikaonekana kabisa taasisi hii sio nzuri. Kwa jambo la kwanza, nadhani jambo la kwanza tuendelee kuwa washauri wazuri. Na mimi kwa sababu pia nakuwa na Mheshimiwa Waziri mara kwa mara,
majengo yote ya mkoa wa Dar es Salaam tumekubaliana haya taasisi, kwa sababu ya ufinyu wa eneo, majengo haya kuanza kuyajenga kwa njia ya magorofa. Ni bora mkao mna one building ambao ni stand alone lililokwenda juu na madarasa mengine yote yakawa hapo na watu wakaanza kufanya kazi na maeneo yote yakawa reserved, kwa sababu majengo haya, fuateni mfano wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni plani ya miaka mingi sana, tena ikiwezekana hata kabla mkoloni, miaka hiyo. Lakini ukienda leo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mpaka leo, ukienda maeneo ya kule Changanyikeni, ukienda maeneo ya kule Msewe, bado kuna maeneo mpaka leo yako reserved not less than 50 years after. Kwa hiyo na sisi hapa kwenye haya maeneo ukijenga hapa mwisho wa siku utakuja kuanza kuyabomoa. Kwa hiyo itakuwa ni wastage of resources, wastage of financial resource na vitu vingine. Lakini jambo la pili, majengo haya kwa yaliyokamilika, eneo hili mnatakiwa tena kuanza kufanya usafi wenyewe kwa gharama. Hii ni sawa na nyumba iliyokamilika kidogo na kutokuwa na watu. Ningeshauri mfanye kila linalowezekana mwaka wa fedha huu kabla hujaisha mwezi wa 7 mwakani, mchukue wanafunzi hata wachache ambao watafanya kazi hapa ya kusoma. Itakuwa ni appetite tena kubwa ya kwenda, itakuwa kama ni catalyst ya kuyamaliza yaliyobaki. Lakini kuna kazi zingine zitafanywa na hata wao, moja ikiwa ni masuala ya usafi na hata masuala ya ulinzi na hasa nyakati za mchana. Lakini jambo la tatu, Tanzania leo inajiegemeza kwenye elimu ya amali, kwa maana ya elimu ya vitendo, ili watu waweze kupata skills. Wanafunzi wanaomaliza VETA leo, ajira zao ziko nyingi sana kuliko pengine hata wanafunzi anayemaliza chuo kikuu. Hii ni kwa sababu huku tuko kwenye tertiary schools ambazo watu wanapata yale mafunzo ya ujenzi, uchongaji, ushonaji, vitu ambavyo ni practical kila siku. Kwa hiyo nitoe ushauri kwamba ni muhimu sana sasa kuanza chuo hiki, hata kama kuna majengo machache yamekamilika, lakini mforce ili angalau baadhi ya vitu vianze. Na mimi nitakapokutana na Mheshimiwa Waziri pia mwenye dhamana ya masuala ya elimu haya, nitamueleza pia kwamba ni vizuri pale Kigamboni chuo kikaanza pia. Wizara, katibu mkuu nitamueleza, na hata Karasi atafanya pia mawasiliano na katibu mkuu anayehusika ili pia kuruhusu fedha kidogo ziweze kumalizia, vinginevyo miradi hii itabaki kuwa ni White Elephant Project.